Kyela wanufaika mikopo hii tutakuwa na bodaboda 22 ambapo tutakuwa na vikundi viwili. Kikundi kimoja kutoka Njisi watanufaika mikopo ya bodaboda 16, lakini kuna kikundi kingine kutoka Muungano watanufaika na bodaboda 6. Kwa jumla bodaboda 22 zenye thamani ya milioni 87. Leo tutaenda kukabidhi bodaboda kwa vijana ambao wapo kwenye vikundi, lakini sio kukabidhi peke yake bodaboda, lakini ni mwanzo wa kumwezesha kijana kujiwezesha kwa kiuchumi yeye na familia yake, lakini mwanzo wa utajiri wake, kwa sababu mwanzo wa bodaboda moja ndio next bodaboda nyingine. Lakini kikubwa nitawakumbusha vijana kwamba mikopo tunayopewa na serikali yetu ambayo inataka tuende kuifanyia kazi inatakiwa irudi. Basi tuweke desturi na nia nzuri ya kwenda kurejesha mikopo kwa wakati ili tuweze kuwanufaisha vijana wengine. Hela zipo za kutosha, vijana tupo wa kutosha. Tunaomba tuweke mikakati yetu vizuri ili tuje kukopa, lakini tuweze kurudisha ili na vijana wengine wanufaike. Kama wilaya ya Kyela tunafurahi sana na tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kufanya, lakini kwa hili la kutoa hizi bilioni 200 kwa ajili ya vijana. Na sisi wilaya ya Kyela kama ambavyo umeona tuna vikundi viwili ambavyo vimenufaika na hizo katika hizo bilioni 200, ambako katika vikundi hivi watakwenda kunufaika na mikopo ya shilingi milioni 87, na tunaamini kupitia vikundi hivi viwili basi wao watakuwa mabalozi ili kuwaelekeza vijana wengine namna gani ambavyo hizi bilioni 200 za Mheshimiwa Rais zimewafikia vijana. Rai yangu kwenu vijana, tutumie hizi fursa ambazo serikali yetu imeshusha na tuhakikishe kwamba tunazitumia ipasavyo ili ziweze kutukwamua sisi vijana, lakini sambamba na hilo tuwe mabalozi wazuri wa kueleza kwamba mikopo hii ipo. Mheshimiwa Waziri, sisi kama mkoa jukumu letu ni kuendelea kuwaunganisha na kuwasimamia vijana, kuhakikisha fursa zilizopo serikalini lakini zinazopatikana katika maeneo yao wanazifikia kwa urahisi. Na kwa mwaka wa fedha 2025/26 kuishia Juni, jumla shilingi bilioni 4.6 zimetolewa kwa vijana, kwa vikundi vya vijana 576 ambavyo ni 4% inayotolewa kutoka mapato ya ndani ya halmashauri zetu zote 7. Lakini pia kupitia mikopo hii vijana wameweza kunufaika, na wakati mwingine ukija Mheshimiwa Waziri tutakupeleka kwa miradi ya vijana. Tuna vijana wanamiliki shule English medium. Ipo shule hiyo English medium. Kuna vijana wanamiliki zahanati, kuna vijana wanamiliki magari Costa. Zote hizo ni uwezeshaji wa serikali ya awamu ya 6. Kwa uwezeshaji huu ambao tunaofanya kama serikali ni sehemu ya utekelezaji wa Dira ya Maendeleo ya Taifa mwaka 2050 ambayo lengo lake ni kujenga uchumi shindani, uchumi jumuishi, lakini uchumi ambao unaongozwa kwa rasilimali kubwa ambao ni rasilimali ya watu wenye ujuzi, wenye ubunifu na ambao wana uwezo wa kuzalisha mali. Lakini pia sera mbalimbali za maendeleo ya taifa letu imewatambua vijana kama nguzo muhimu ya utekelezaji wa kufikia uchumi wa kati daraja la juu ambao tunaulenga tufikie mwaka 2050. Lakini ili tufikie dhamira hiyo lazima tutengeneze mazingira ya kuwafanya vijana wa nchi wanapohitaji mitaji, wanapohitaji mazingira mazuri ya biashara wasiwe wanakwama katika maeneo yao. Kwa leo tunashuhudia mkopo ambao tunawapatia vijana katika vikundi hivi viwili, mkopo wa jumla wa milioni 87,735,900. Hii ni fedha ya Watanzania ambayo serikali imeamua kuipeleka mikononi mwa vijana ili iwe mtaji wa maendeleo, lakini pia ipunguze changamoto za kimaisha, hasa upatikanaji wa mitaji ambao vijana wamekuwa wakipambana nao. Na leo hapa Kyela mkopo huu utatolewa kwa maafisa wa usafirishaji maarufu kama bodaboda, na tumefanya hivyo kwa sababu ndio maombi ambayo tuliyapata kutoka hapa Kyela. Maeneo mengine wameomba vitu vingine na tumeendelea kutoa, na kama ilivyotangulia kusema, hii haitakuwa mwisho bali ni mwanzo wa kuendeleza uwekezaji na uwezeshaji wa vijana. Kisha pikipiki hizo zinakuwa na bima. Kwa kila pikipiki ambayo watakuwa wamenunua kupitia fedha hii ambazo leo nitazikabidhi,
wamekatiwa bima. Lakini pili, kila pikipiki imefungiwa kifaa cha ufuatiliaji GPS tracking devices, ambayo dhamira yake ni kuhakikisha usalama wa pikipiki yenu, kwa sababu ziko changamoto tumepata maeneo mengine, tumewezesha, anakuja kukuambia pikipiki yangu imeibiwa, namna ya kuitafuta. Sasa hii GPS itawasaidia pikipiki yako inapata changamoto ya aina yoyote, tutaweza kuitafuta kwa kutumia teknolojia, tutaipata na tutaweza kuirudisha mikononi mwako ili kuhakikisha kwamba haupotezi uwekezaji ambao tumeufanya. Mbali na kuwapatia mitaji na kuongeza kipato chao, cha muhimu zaidi ambacho tunakifanya ni kuondoa utegemezi na mikataba migumu ambayo vijana hao wamekuwa wakiipata wanapopata pikipiki kutoka kwa watu binafsi. Kupitia wizara yako Mheshimiwa Waziri, nichukue nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kyela kufikisha salamu za pongezi na salamu za shukrani kwa Mheshimiwa Rais kwa kutukumbuka wana Kyela, kuwapa vitendea kazi ambavyo vinaenda kwenda kuwa chachu kwa maendeleo ya wananchi wa Kyela. Zinaenda kuwa chachu kwa vijana wa wilaya ya Kyela. Inaenda kuwa chachu kwa ajili ya mafanikio ya vijana. Kumaliza mkopo huu, mkopo unaokuja tukinunua kitu cha thamani kubwa, naomba utakuwa mgeni rasmi kwenye mkopo wetu. Niwatoe hofu vijana wenzangu kwamba serikali haikopeshi hela, ni waongo. Mimi nilifuatilia hizi hela, tulifuatilia bila kuchoka. Hauwezi ukakopesha pesa milioni 34 bila riba, ni kitu ambacho ni cha ajabu. Kwenye madirisha tunaenda tunakopa 50,000 unapewa na riba shilingi 10,000, lakini serikali inanikopesha milioni 34 pamoja na jopo langu pasipokuwa na riba. Rejesha kidogo kidogo ili wengine wakope. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.